Naam, hatimaye ukweli umewekwa hadharani. Askofu Bagonza afichua siri jinsi chuki na vurugu zinazoendelea ndani ya CCM. Afichua jinsi baadhi ya viongozi wa CCM wanavyomchukia makamu wa rais Emmanuel Nchimbi na jinsi chuki hiyo inavyosababisha kuzuiwa au kucheleweshwa kwa katiba mpya. Vilevile ametaja sababu zingine tatu ambazo zinazuia katiba mpya na sababu ya mwisho itakushangaza zaidi. Kabla tusonge mbele, chukua sekunde yako moja, like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Kiongozi mwandamizi wa kanisa ametoa tathmini ambayo ni mojawapo ya zile zenye uwiano mzuri wa kisiasa na wakati huo huo zenye ujumbe mzito na wa moja kwa moja kuhusu mgogoro wa katiba nchini Tanzania na mvutano na vurugu nzito inayoendelea ndani ya CCM. Ametaja vikwazo vya katiba mpya si serikali pekee wala upinzani pekee, bali makundi mawili mahususi ambayo upinzani wao wa pamoja unaifanya Tanzania kukwama kuelekea kupata katiba mpya. Askofu Daktari Benson Bagonza wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Karagwe alichapisha uchambuzi wake kwenye Facebook mnamo tarehe 4 Agosti. Aliwasilisha uchambuzi huo kama majibu ya maswali aliyokuwa akijiuliza kufuatia hotuba ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kuhusu marekebisho ya katiba, na alichokifichua kimeweza kuwashangaza wengi. Na majibu aliyopata baada ya uchambuzi wake hayakuacha upande wowote wa mgawanyiko wa kisiasa nchini Tanzania bila kuguswa. Kundi la kwanza linalokwamisha katiba mpya, Askofu Bagonza anasema ni wanachama na viongozi wa CCM wanaowachukia wanachama wenzao wa CCM ambao wanawapa wananchi matumaini ya mabadiliko ya katiba, mmojawapo akiwa ni makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Hayo ni maelezo ya moja kwa moja na yenye kuleta usumbufu kuhusu hali ya ndani ya chama tawala cha CCM. Askofu Bagonza akiambia chama tawala cha Samia Suluhu hadharani kwamba baadhi ya wanachama wake wanahujumu maendeleo ya katiba kwa sababu wanawaonea wivu wenzao wanaojenga uungwaji mkono wa wananchi kwa ajili ya ajenda ya marekebisho. Hata hivyo, Askofu Bagonza hakutaja majina ya watu binafsi, lakini katika wiki ambayo hotuba ya katiba ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi ilizua mvutano mkubwa ndani ya CCM, ikiwemo kile Bagonza anachokiita kauli zilizovuka mipaka ya heshima kwa viongozi waandamizi, si vigumu kubaini walengwa wa uchunguzi huo. Kundi la pili linalokwamisha katiba mpya, Askofu Bagonza anasema ni wanachama wa upinzani wanaokimbilia suala la katiba kabla ya maridhiano ya kweli kufanyika. Hiyo ni hoja nzito vilevile inayolenga msimamo wa Chadema kwamba kudai marekebisho ya katiba kama sharti la awali la kushiriki bila kwanza kupitia mchakato wa maridhiano yenyewe inaweza kuwa kikwazo cha kufikia matokeo ambayo kila mtu anadai kuyataka. Askofu Bagonza hasemi kuwa madai ya upinzani si sahihi. Anasema kuwa kukimbilia kuelekea kwenye lengo bila kwanza kukarabati barabara inayoelekea huko kunaweza kusiwezeshe mtu yoyote kufika mahali anapotaka kwenda. Hoja hizo zote mbili zina uzito mkubwa na ukweli kwamba zinatoka kwa kiongozi wa kanisa kama Bagonza, mtu ambaye nafasi yake kitaasisi inamweka nje ya siasa za vyama, huku ikimtaka kushughulikia athari za maamuzi ya kisiasa kwa binadamu, kunazipa hoja hizo uhalali na uzito ambao kauli za upendeleo wa kisiasa kutoka upande wowote haziwezi kuwa nao. Askofu Bagonza alirejelea mahususi mikutano ya CCM iliyofanyika Zanzibari tarehe 28 na tarehe 29 Julai mwaka huu 2026, akisema kuwa mjadala wa kabla na baada ya vikao hivyo ulizaa kauli zilizovuka mipaka ya staha katika mwingiliano wa wanachama wa chama hicho. Aliwataka wanachama wa CCM kuwa na kiasi katika matamshi yao, agizo la kistaarabu lakini lisilo na shaka lolote la kuwataka waache kusema mambo hadharani ambayo hayawezi kutenguliwa. Cha kushangaza zaidi ni onyo lake kuhusu dhana ya kuwepo kwa mvutano kati ya viongozi wakuu wanne wa Tanzania, Rais Samia Suluhu, makamu wa rais Nchimbi na wengine ambao wamewataja. Bagonza anasema ni hatari kwa wanachama wa chama kujifanya wanaona uhusiano kati ya viongozi hawa ukidhoofika na kisha kuchochea uvumi kuhusu hali hiyo hadharani. Anaelezea hali ambapo wanachama wa CCM, iwe ni kwa maslahi ya makundi au kwa wasiwasi wa kweli, wanaonyesha hadharani kuwa wanatambua nyufa katika mfumo wa urais, naye anawataka waache kufanya hivyo.
Hoja yake Bagonza ya kikatiba katika suala hili iko wazi na sahihi sana. Mfumo wa urais nchini Tanzania hautenganishi rais na makamu wa rais, wao ni kitu kimoja. Kumkosoa au kumdhoofisha makamu wa rais kwa mtazamo wa kitaasisi ni sawa na kumkosoa rais mwenyewe. Hivyo wanachama wa CCM wanapomshambulia na kumchukia Emmanuel Nchimbi, ambaye hotuba yake kuhusu marekebisho ya katiba inaonekana kuzua mtafaruku wa ndani, wanashambulia nafasi ya urais yenyewe, iwe kwa makusudi au la. Bagonza anawaonya kuwa sifa na heshima watakazopoteza kutokana na mashambulizi hayo na chuki zitadumu muda mrefu zaidi kuliko faida yoyote ya kimkakati wanayodhani wanaipata. Anaongeza kipengele kingine kinachohusu utamaduni wa kisiasa wa chama tawala nchini Tanzania. Anasema Emmanuel Nchimbi akiwa makamu wa rais ni msaidizi wa rais na vile ni sauti ya rais. Rais pekee ndiye mwenye haki isiyohojika ya kuhoji jinsi anavyosaidiwa. Ujumbe uko wazi, si jukumu la wanachama au viongozi wengine wa CCM kuhoji hadharani utendaji au msimamo wa makamu wa rais. Uamuzi huo ni wa rais pekee. Sasa mtazamaji, tuangalie anachosema Bagonza kuhusu upinzani, kwa sababu ujumbe wake kwa Chadema una uzito ule ule kama wa CCM. Maelezo yake kuhusu wanachama wa upinzani wanaokimbilia suala la katiba kabla ya maridhiano ya kweli yanaakisi hasa hoja ambazo wakosoaji wa Chadema ndani ya ulingo wa siasa za Tanzania wamekuwa wakizitoa, kwamba kudai katiba mpya kama hatua ya kwanza kabla ya kujenga upya imani na kabla ya kushughulikia majeraha ya tukio la Oktoba 29 kupitia mchakato unaokubalika na pande zote mbili kunaweza kuwa sawa na kutaka kufika mwisho wa safari kabla ya kukubaliana juu ya safari yenyewe. Hii haimaanishi kuwa madai ya Chadema hayana uhalali. Bagonza hasemi hivyo. Anasema kuwa hatua hizo ni za haraka mno kwa maana mahususi, kwamba maridhiano ya kweli lazima yatangulie mageuzi ya katiba badala ya kufuatia mageuzi hayo. Hoja hiyo kuhusu mpangilio wa hatua imekuwa ikitolewa na serikali pamoja na baadhi ya wachunguzi wasioegemea upande wowote, huku Chadema ikisisitiza mara kwa mara mtazamo tofauti, kwamba mageuzi lazima yatangulie maridhiano ya kweli, kwa sababu maridhiano yasiyoambatana na mabadiliko ya kimfumo huregesha tu hali iliyosababisha mgogoro. Hata hivyo, Bagonza anawaambia kila mtu, wanachama wa CCM wanaounda mgawanyiko wa ndani, watu wa upinzani pamoja na watu wengine pamoja na vijana wa Gen Z, kwamba hakuna hata moja ya mbinu hizi inayotosha uzito wa kile ambacho Tanzania inabeba hivi sasa. Mtazamaji, tutaendelea kufuatilia kila maendeleo huku Tanzania ikipitia kipindi hiki muhimu, na mara tu jibu lolote rasmi litakapotokea kwa matamshi ya Askofu Bagonza au pindi tu Rais Samia au makamu wa rais mwenyewe Emmanuel Nchimbi au kiongozi yoyote ule wa Chadema watakapomjibu Askofu Bagonza, mtazamaji, tutakuletea mara moja taarifa hizo hapa ndani ya Simulizi Media. Kumbuka kulike video hii, subscribe, alafu nijuze maoni yako upande wa maoni ama upande wa comment chini ya video hii.